Wana viongozi wa matawi sasa tusikilizane ili tuingie kwenye kile ambacho tumewaitia hapa. Kwanza niwafahamishe viongozi wa matawi kwamba asubuhi ya leo tumepata msiba wa mwenzetu ambaye tulikuwa naye, ndugu yetu Thomas Raymond Mdeka amefariki asubuhi ya leo. Kwa taratibu za mazishi zinaendelea nyumbani kwake. Tutawafahamisha kupitia vyombo vyetu vya kuwafahamisha baada ya kupata taratibu zote. Tuendelee kumwombea mwenzetu, Mwenyezi Mungu aipokee roho yake vizuri. Leo tumeamua tuwaite viongozi wa matawi, lakini pia tuwashirikishe wanahabari. Kuna sakata ambalo liko mbele yetu kati ya klabu yetu pamoja na bodi ya ligi ambalo lilianza tangu tarehe 8 mwezi wa 3 baada tu ya kuvurugika kwa mechi ya dabi. Tumekuwa tukitoa maelezo mengi, lakini bado sakata halijamalizika, linaendelea. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya tarehe 8 klabu ya Yanga ilitoa msimamo wake kwamba hatutacheza mechi ya marudio ya namba 184 kwa sababu tuliamini kwamba mechi imevurugwa kwa makusudi na wale wenye mamlaka ya kuendesha mpira wa nchi hii. Klabu ya Yanga baada ya kusakata lote hili bado waliendelea msimamo wake, na sisi viongozi, wanachama na wapenzi tulikubaliana kuungana na viongozi wetu juu ya sakata hili. Juzi bodi ya ligi ilipanga tarehe ya ligi, tarehe ya mechi hii tarehe 15 mwezi huu. Bado klabu ilitoa msimamo wake kwamba hatutacheza mechi hiyo kwa kile ambacho walikiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3. Wiki hii tumesikia mambo mengi yakiendelea kuzungumzwa na wenye mamlaka, lakini hata naibu waziri kule bungeni tumemsikia akieleza kwamba mechi ya dabi ipo na itachezwa kati ya Yanga na Simba. Tena amezumia Simba na mahasimu, Yanga na mahasimu wake tarehe 15 kama ilivyopangwa. Lakini tumemsikia msemaji wa bodi ya ligi akieleza kwamba taratibu zote zinaendelea na mechi ya tarehe 15 ipo kama ilivyokuwa imepangwa. Sisi kama viongozi wa matawi, kwa niaba ya wanachama wetu, tunaendelea na msimamo wetu ule ule ambao tumeunga mkono kamati ya utendaji. Tunaendelea na msimamo wetu ule ule kwamba mechi namba 184 haitachezwa mpaka kile ambacho niwaombe hapa tuko na wanahabari, inatakiwa taarifa ifike sahihi kwanza. Kwa niwaombe, tutashangilia baada ya kumaliza taarifa yangu. Niwaombe sana kwa hilo ili waandishi waweze kuchukua kitu ambacho kiko sahihi. Mechi namba 184 ambayo bodi ya ligi imeipanga ifanyike tarehe 15 mwezi huu. Sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani, tunatangaza kwamba mechi hii haipo na hatutacheza mpaka kile ambacho tumekiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9, ama klabu imeainisha kwenye barua ya tarehe 9 mwezi wa 3, tupate majibu yao. Lakini pia mkumbuke kwamba bodi ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi hii ya dabi baada ya kugundua kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini wakasema kuna viashiria vya rushwa, na wakaahidi kwamba watatoa majibu ya kile watakachokuwa wamefanya uchunguzi. Leo wanatupangia mechi ya dabi tarehe 15 mwezi huu. Hatujapata majibu ya kile walichokuwa wanakifanyia uchunguzi kwa maana ya rushwa ama uvunjifu wa amani.
Kwa sisi kama viongozi wa matawi, kwa niaba ya wanachama, tunasema hili nalo hawatutendei haki na hatuko tayari kupeleka timu uwanjani tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa kwa kuwa mechi haipo, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga walioko mikoa mbalimbali, lakini hata Dar es Salaam, wasihangaike na mechi ya tarehe 15 haipo. Hatuyasemi haya kwa sababu ya kuwaogopa Simba. Tuliyasema haya toka tarehe 9 baada ya tarehe 8, na tuliyasema kwa vikao vyetu mbalimbali, na leo tunaendelea kuasisitiza hasa baada ya kuona kwamba msemaji wa bodi ya ligi anasema taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumewaambia viongozi wetu asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo. Na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushawaambia viongozi. Hawa viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuambii bodi ya ligi wala tuambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi. Na tushawaandikia barua kimaandishi. Sio kwa kuambia tu mdomoni, tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA, masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira. Lakini hii hapa ilipofikia, ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi. Swala hili linavunja umoja wa kitaifa. Swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kwa kuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa tunaiomba serikali yetu waiangalie swala hili. Lakini pia tumemsikia naibu waziri juzi bungeni. Amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimuhusu. Kwa tunaiomba serikali pia kwamba matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa nini serikali yote ingie kwamba lazima mechi ichezwe. Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwe? Sasa sisi kama wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba hatutapeleka timu na tunawaagiza viongozi wetu wasifanye hivyo. Tuko tayari kwa hatua yoyote ambayo wataona inafaa kwetu. Kama wakiona Yanga tuna makosa, tuchukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni walizoziweka. Lakini kama wanao wana makosa, basi nao wajibike kwa kanuni walizoziweka wenyewe. Hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira wa tarehe 15 kabla hatujapata kile ambacho tumekiomba tukipate. Lakini kingine ambacho kimetusikitisha, ambacho leo tumepata nafasi ya kukizungumza hapa mbele ya waandishi wa habari, ni kitendo kilichofanywa na wenzetu, watani zetu kwenye fainali waliocheza kule Zanzibar. Tunaamini mpira ni starehe. Tunaamini mpira unatuunganisha ndugu na ndugu. Lakini hatujafikia hatua ya kuwa mahasimu wa kugombana. Lakini juzi baada ya kauli za viongozi wao, tuliona jinsi gani wanayanga walivyodhalilishwa pale Zanzibar. Mtu anadhalilishwa mbele ya familia yake, jezi zinachanwa, watu wanapigwa, wanatolewa uwanjani eti tu kwa sababu wamevaa jezi za Yanga. Lakini cha kusikitisha kwamba hakuna mwenye mamlaka aliyesimama kukemea swala hilo mpaka leo.
Hatujawahi kusikia kauli ya TFF ya kulaani tukio lile. Tunawapongeza viongozi wetu kwamba viongozi wa klabu walishatoa tamko la kulaani kitendo kile, na ndiyo kauli yetu kwamba tunadhani kwamba wenzetu wanatuona sisi ni wapangaji na wao ndio wenye nyumba. Tunaamini swali hili wangefanya Yanga tushachukuliwa hatua. Niwakumbushe kwamba aliyekuwa msemaji wetu hapa zamani Jerry Muro aliwahi kutangaza kwamba hatuwahitaji Simba kuja uwanjani wakati Yanga inacheza na TP Mazembe uwanja wa Benjamin Mkapa. Alichukuliwa hatua na shirikisho na akapewa adhabu. Leo viongozi wa Simba wamehamasisha watu wa Yanga wasiingie uwanjani, na walioingia wamefanywa vitendo vile waliofanyiwa. Tunadhani hii si ungwana, na hili linaweza likaleta mpasuko baadaye ambao kuzuia itakuwa ngumu. Kope tunaiomba wenye mamlaka, serikali, hebu waingie waone kwamba umoja wa kitaifa unaweza kuvurugwa na wenye mamlaka tulioomba kuongoza mpira nchini. Mwisho niwahakikishie kwamba hatuna nia mbaya, hatuna nia yoyote ovu. Tuna lengo la kutengeneza mpira wa nchi hii. Hatuchezi mechi ya tarehe 15 ya mwezi huu. Ndugu waandishi wa habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao vyetu. Kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, wa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania, leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili hizi tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ya ligi ilielekeza kwa mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki kuli majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana wakatangazwa mchezo ule haupo. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu ya kuzuiliwa na boxer wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi waandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyokuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi hii imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuahirisha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuahirisha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizi mbili ambayo timu ya Simba kuziwa kutofanya mazoezi na mabosa wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli, maana unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini na jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii wanapanga na nani?
nani mhusika, kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee, au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo kitahatarisha amani na usalama wa nchi hii? Kwa hiyo basi, baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wao, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka wakafikia hatua hiyo? Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliozunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi. Na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine, tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo, wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mikoani, msisumbuke kuja Dar es Salaam, msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zimeenda wapi, lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ieleweke, mwaka huu mwezi wa 10 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi tunasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie kitu chochote kwenye mitandao tukatupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanue, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi zitawagawia jamii, mkazijenge hoja. Tujue kwanza, hata mtu anapoumwa unampeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye tunapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo na Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni club. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria za nchi zinaandaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile Mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa, aje fufue timu mbili. Ashanti imekufa, Bobo FC imekufa. Yeye ni mtoto Ilala, aje fufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia, hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi, si vinginevyo. Yanga wewe.